tulifanikiwa kuzungumza na baadhi ya wadau wa soka, wakawa wanaeleza pia nao jinsi namna gani ambavyo wanaona swala hili hapa, jinsi ambavyo lipo. Huyu hapa mmoja aliweza kuzungumza. Unajua ndugu yangu, ukitazama zaidi au kuzungumzia kana kwamba nafasi ya vijana kupewa nafasi kunako timu za wakubwa, naweza nikasema yes, wapo baadhi ambao wanapewa nafasi, lakini pia wako ambao hawapewi nafasi. Na ukitazama hata mfumo wa under 20 ambao unaendelea kutoa msingi mzuri zaidi, unaweza ukatazama Azam FC ambao walitoa ubingwa wa NBC under 20 ambao hawa tunazungumza msimu 2025-26, jambo ambalo lilionyesha uwekezaji mkubwa zaidi kwenye kizazi kipya na uendeleaji wa kuleta tofauti kubwa zaidi. Lakini bado katika ligi ya wakubwa, wastani wa umri na wachezaji ambao wanacheza takriban miaka 20 miaka hiyo ya under 20, unaona kana kwamba bado kuna ishara kana kwamba bado zinatengeneza wachezaji waliokomaa zaidi kuliko wachezaji vijana. Ndio maana hata ukizitazama Simba na Yanga, wachezaji ambao wanapata nafasi zaidi ya kucheza ni wale wachezaji ambao wana miaka ile ambayo age ni go, lakini vijana wadogo ambao wako bado imani hawezi wakapewa. Changamoto kubwa ambayo mimi binafsi naitazama ni timu ambazo zinapigania ubingwa, shinikizo la matokeo linawafanya wakose mara kwa mara kuchagua mchezaji mwenye udhaifu au uzoefu mdogo, au yani wamchague mchezaji mwenye uzoefu kuliko mchezaji mdogo ambaye anahitaji kupikwa zaidi kuwa kwenye katika level ya ushindani zaidi. Lakini kumpa kijana nafasi si kumuingiza dakika 5 au 10 tu. Nafasi halisi ni kumjenga na kumpa dakika za kutosha kuweza kuvumilia na kumtazama kitaalamu zaidi. Ndio kitu ambacho kijana anahitaji kupewa. Lakini kuna tatizo kubwa zaidi. Daraja la under 20 na timu za juu, yani timu za wakubwa, vijana wanaweza kung'ara zaidi under 20, lakini bado mpango ukawa ni mgumu zaidi kwao kuweza kushaini kunako timu za wakubwa. Tathmini yangu naweza nikasema kana kwamba Tanzania tuna vipaji vingi sana na ligi zetu za vijana, tuna academy ambazo ziko, lakini bado hatujafikia kiwango ambacho kijana anapewa katika nafasi na mfumo unaoeleweka zaidi. Binafsi ndio maoni yangu. Pius Ngonyani kutokea Score FM. Ukipenda pia pita. Huyo ni Pius Ngonyani, moja kati ya wachambuzi. Ameweza kutoa mtazamo wake kwa hii mada ambayo tupo nayo, lakini pia geto anaweza kachangia kwamba vijana hao ambao wanasajiliwa kwenye hizi timu wanapata nafasi ya kutosha kwenye vilabu ambavyo wanasajiliwa kuonyesha vipaji vyao. Dickson anasema mimi naona hawapewi nafasi. Mfano pale Yanga, anasema mfano pale Yanga kipaji cha kipa Msheli anakaa benchi, Kibwana vijana. Anasema hawapewi nafasi kwa sababu ya shinikizo la matokeo. Pale Simba Kajili alichosema, alichomesha mechi moja tu ikawa vita, alafu mashabiki wanachangia sana. Mashabiki wanachangia mashabiki wanachangia. Unajua kuna vijana ambao walipata nafasi kwenye hizi timu na unajua hapa tunazungumza hivi, lakini timu kubwa ambazo zinaweza zikawafanya hao vijana wa shine zaidi ni Simba, Yanga na Azam. Sawa, tuna timu 16 kwenye ligi kuu ambazo zinashiriki moja kwa moja. Championship tuna timu nyingi. Daraja la kwanza kule First League kuna timu ambazo pia zinacheza, lakini tukiwalisia timu ambazo zinashiriki kimataifa tutawataja Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida. Kumekuwa hapa na mbadilishano na Mungu ameshashiriki mara kadhaa. Tumeshuhudia Singida ameshashiriki na baadhi ya timu zingine pia zimeshashiriki kwenye michuano ya kimataifa, lakini kiuhalisia lazima tuongelee ukweli kwamba Simba, Yanga pamoja na Azam ndizo timu pekee ambazo zinaweza zikafanya hao vijana wang'ale, kwa sababu wanang'ala wapi hasa kwenye michuano ya kimataifa, nikizungumzia CAF Champions League pamoja na michuano ya ligi ya mabingwa, ambako huko sasa ndiko ambako ili wachezaji wetu waweze kujiuza zaidi kwenda kucheza mpira wa kiushindani ndani ya bara la Afrika, lakini pia nje ya bara la Afrika ni lazima waende kwenye michezo hii ya kimataifa. Ndio maana unaona ndugu zetu ambao wanakuja kutoka nje ya nchi wanakuja hapa wakichezea hizi timu kubwa mbili, wanapata nafasi pia ya kuweza kuuzwa. Tunamzungumzia kijana Alan Okelo ambaye Yanga imekuja kama kumuonyesha njia, na sasa hivi tumeona ameenda kikosi cha FAR Rabat ya pale Morocco. Siku si nyingi utashangaa njia yake, kama Mungu atasaidia, anazidi kuondoka juu. Vijana ambao wa Tanzania walicheza hizi timu kubwa kina Simon Epigod Msuva zimewapa daraja la kupita. Leo hapa tulikuwa tukimzungumzia mchezaji kama Bwana Ali Samata asubuhi.
ni mchezaji ambaye Simba walimpa njia kwenda TP Mazembe na kuweza kuondoka juu. Alipewa nafasi. Wapo vijana ambao hapa tumewashuhudia wakicheza timu ya Simba na wameenda nje kufanya majaribio, japokuwa wengine wakisema maisha tu labda amewashinda ya nje na kila kitu, lakini angalia njia sahihi ambayo inasababisha hata timu za nje ziweze zikaona wa vijana. Tunaona wakitokea katika Simba na hizi Yanga. Kwa hiyo tuje tuangalie sasa kwenye nafasi. Wanapewa nafasi za kutosha ili kuweza kucheza. Unaona nafasi ambazo wanapewa ni finyu sana. Unajue hapa kazungumza Pius ya kwamba timu zinahitaji zaidi matokeo ya moja kwa moja. Vijana hawana experience ya kutosha. Timu ipo kwenye ushindani, pressure ya mashabiki. Mchezaji amepewa mechi moja kachomesha. Tulimuona Chasambi zidi ya Simba kachomesha mchezo. Chasambi sasa hivi kaondoka, ipo zake Singida Black Stars. Pressure ambayo alipelekewa, yani kila ukipita kwenye sehemu watu wanamuona Chasambi yani kama kafanya sio jambo gani kubwa ambalo mchezaji yote anaweza kafanya. Kwa hiyo hilo pia nayo ni jambo la kuzingatia kwa mashabiki pia, wapunguze pressure kwa hawa vijana, waamini wanaweza wakafanya vizuri. Okay. Dickson anasema ukiwapeleka hawa wachezaji kwenye timu za kawaida wana sign, lakini timu kubwa kuna pressure sana. Nadhani anaongezea kwenye hiyo uliozungumzia pressure ya mashabiki. Pia wadau waliendelea kuzungumza kwa mada hii. Huyo hapa mwingine aliweza kueleza. Kwangu mimi kwa usajili wa baadhi ya vijana kwenye klabu mbalimbali inategemea na matumizi ya kocha, atakuwa anahitaji kumtumia kijana kwa namna gani. Ila kuna baadhi ya mazingira vijana wanatumika, lakini kuna baadhi ya mazingira pia vijana hawatumiki. Rejea kwenye baadhi ya virabu hapa nchini, kwa mfano Young Africans wamefanikisha kumsajili Alan Okello ambaye ni kijana mdogo, na tumeona uwezo wake ameweza kutumiwa na kocha, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza tayari ameleta impact ndani ya klabu ya Young Africans na ameshauzwa sasa hivi. Kwa hiyo ni moja kati ya vijana ambao wameweza kusajiliwa na wameingia kwenye mfumo. Lakini sio tu katika ligi yetu ya hapa nchini NBC. Rejea pia kuna baadhi ya ligi za wenzetu, ukiangalia pale Spain kwa asilimia kubwa kuna vijana wengi ambao wanacheza katika vilabu mbalimbali. Leo hii unamzungumza Lamine Yamal ndani ya klabu ya Barcelona. Unaona ni moja kati ya kijana ambaye anatazamwa zaidi, na mategemeo kwa mashabiki wengi wa Barcelona yanakuwa kwa mchezaji Lamine Yamal. Kwa hiyo vijana inategemea na mfumo wa kocha. Kama wamefiti kwenye mfumo wa kocha anatumiwa, lakini kama kuna namna watakuwa hawajafiti kwenye mfumo wa kocha hawatumiwi. Hapa nitarudi tena katika ligi yetu hapa. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa lakini hawajapata nafasi ya moja kwa moja. Pale Simba Sports Club aliwepo Radak Chasambi ambaye sasa hivi tunavyozungumza yupo Singida Black Stars. Ni moja kati ya vijana ambao wana talent kubwa, lakini kwenye klabu ya Simba hajaweza kuperform. Kwa hiyo ni mifumo ya kocha ndio ambayo inamtemu kijana huyo, anaweza akacheza au anaweza akaanzia benchi. Kwa hiyo kiufupi hii inategemea na mifumo ya kocha mwenyewe. Itabidi ututengenezee biti. Amezungumza hapo, amesikika Geoffrey Mbunda akieleza na yeye alichobezi zaidi kwenye mifumo ya makocha kwamba vijana wanakuwa hawaende. Ametolea mfano Radak Chasambi ambaye pia nilimzungumza, ambaye alivyokuwa Mtibwa alikuwa ni moja kati ya nyota muhimu sana, na Mtibwa ambaye ilikuwa ikifanya vizuri, Radak Chasambi alikuwa ni moja kati ya nguzo muhimu, lakini Simba walienda kwa nguvu kubwa sana kwenda kumchukua pale, na ni nyota ambaye watu wengi walikuwa naimba kwamba kijana anaweza akaenda kushine zaidi kwenye ligi ya NBC, lakini pia ikawa ni safari yake nzuri kwenda kumuona akifika mbali zaidi, lakini kilichokuja kumkuta sicho ambacho watu wengi walikuwa wakikitegemea. Kwa upande wangu labda angeendelea kubaki pale katika kikosi cha Mtibwa Sugar, angeendelea kuisaidia zaidi, lakini baada ya kuondoka Mtibwa Sugar kwenda Simba, lakini kitu ambacho matarajio ya kwake naamini hata mashabiki ndugu zake wa karibu hawakuyategemea, na mchezo wa Simba zidi ya Fountain Gate ambao ulichezwa pale Singida ndio ambao ulipeleka haya yote ambayo tunazungumza sasa hivi. Kurudisha mpira nyuma, unarudi pin kamera, unamshinda, unaingia kambani, watu wanarudi kati, mechi inaisha 1-1. Mashabiki wa Simba mpaka leo wanaamini msimu ule Simba alishindwa kuchukua ubingwa
kwa sababu ya Raja Chasambi, jina lake sasa linaanza kunikataa. Chasambi kuweza kuchoma mchezo ule. Yani ukikaa na shabiki wa Simba ukimuuliza atakwambia Simba tulikosa ubingwa ni mchezo ule, yani bila kujifunga ule mchezo. Sisi tungechukua ubingwa. Kwa hiyo lawama zote zinaenda kwake, lakini sio huyo tu, hapo wachezaji wengi ambao wameshafanya hayo mambo na wameonekana kwamba sio bora kwenye kikosi cha Simba na wameweza kuachwa. Sawa, nikipita na ujumbe wake Tobias anasema Steven, unataka kubishana na mabingwa, timu yako inaweza kuchukua ubingwa wa dunia. Hamza Man City itakuja kuchukua. Amina, inshallah, tunaishi kwa imani. Man City. Okay. Nakwambia ndugu yangu, wewe subiri. Subiri uone. Muda utaamua. Anajua mwenye kilichotokea katika mchezo uliopita wa Man City. Jana amefanya mambo makubwa, yani ile inaitwa ya wakubwa. Okay. Shangaza ulimwengu. Dakika za jioni tunafanya comeback ya kibabe. Sawa, huyu Hamza, ngoja nimalizie na hizo komenti mbili. Hamza anasema nafasi kwa vijana wanatakiwa wenyewe wazioneshe kwenye mazoezi ili wapewe nafasi kwenye timu, wapambane tu. Nikimalizia na ujumbe wa Tobias anasema jamani, nafasi ya kucheza ni juhudi za mchezaji mwenyewe. Mbona akina Baka Job wanacheza? Vijana wapambane, hiyo sio sadaka jamani, tusiwatetee na wenyewe wajipambanie. Pambane. Ujue tunasema pambane, ujue Yanga pale. Ujue hivi vitu sasa vinavyoenda, ujue kuna ubaya wa mpira sasa. Una engo mbili. Yaani kuna engo ambayo tunaweza tukasema tunawatetea, lakini kuna muda mwingine tunaona mbona kama haipo sawa. Tuje tu pale Yanga. Kipindi yupo Minuno, kuna mchezaji Minuno nani tena ni kocha. Okay. Kocha wa Yanga alikuwa anamuita Minuno. Wenyewe nikitaja hivyo anamkumbuka kocha wao vizuri kabisa. Okay. Alikuwepo pale. Kuna kijana Andambwile alikuwa anapata nafasi namba 6 na alianzishwa kwenye mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Na aliweza kutoa performance kubwa zaidi kwa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Kama watu wanakumbukumbu wanaweza wakanikumbusha. Okay. Na watu wote wana Yanga walimuimba Andambwile mchezaji mzuri. Wameenda Yanga kwenye mechi ya kimataifa. Wamefika kule Andambwile anafunga goli la muhimu ambalo Yanga iliwasababisha kuweza kuvuka hatua inayofuata. Yaani goli la msingi ambalo Andambwile alienda kulifunga kipindi ambacho Yanga anaonekana kama unga mwana, Andambwile anafunga goli katika mechi za msingi. Okay. Yanga inarudi hapa, Andambwile anaendelea kupata nafasi kama namba 6. Watu wanampigia kocha makofi kwamba kocha ameenda kuinua kipaji cha kijana. Baada ya kuondoka yule kocha. Wanikumbushe Andambwile lini wamuona akipata nafasi ya kwanza kwenye kikosi. Wanikumbushe pia Andambwile kipindi anacheza, si wao ndo walikuwa wanamuimba kwamba kijana anajua mpira. Kijana ni bora, lakini mwisho wa siku wakaja wakashindwa Kwa hiyo mifano ipo mingi japokuwa anaenda huku na huku. Bwana, tumsikie mdau wa mwisho naye aliweza kuzungumza kwa hiki ambacho tunakidiscuss. Binafsi naweza nikasema kwamba kwa sasa vijana wanatumika ambao waliosajiliwa kutoka katika vilabu vya madaraja ya kati. Hii yote ni kwa maana kwamba mpaka wachezaji kutoka madaraja ya kati wanatumika, ni kwamba tayari kocha amekwishaona kuwa huyu mchezaji ana kitu fulani anakwenda kuongeza baada ya kumpa nafasi. Na ndio maana tunaweza kuona hivi sasa kina Eric Mwijage ametokea KMC, wanapewa nafasi pale ndani ya Yanga, kina Casemiro. Hii yote ni kwamba tayari mwalimu amekwishafanya uchunguzi wake mazoezini, ameona kwamba kumpa nafasi kijana huyo maana yake kuna kitu anakwenda kukiongeza. Huwezi ukampa nafasi kijana after next toss timu inahitaji kupata matokeo chanya. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza karibu mfumo na mwisho wa siku kuleta matokeo sio pia kwa mashabiki na viongozi. Kwa hiyo hata ukitazama kwa upande wa Simba kocha Steve Barker naye pia akifanya hivyo kama anafanya mwalimu Mangoba Ngiti, akijaribu kuwapa nafasi wachezaji ambao bado ni machali. Kimfano unamwona pale Morris Abraham akipewa nafasi hapa na pale mara kwa mara. Vedastus Masinde unaweza kuona kwamba ni vijana na wanapewa nafasi ya kuaminika katika timu kubwa. Special Simba na Yanga ni timu ambazo zenye lengo lao la kwanza kwamba ni timu ambayo yani simalizi wa msimu pasi na kupata kombe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa miaka hii ya karibuni makocha pia waliowasili tunashuhudia wakipewa nafasi, wakitoa nafasi kwa vijana kutoka timu za madaraja ya kati. Na ukitazama miaka ya nyuma haikuwa vile ya kwa vijana kuaminika, kwa sababu hata pia kwenye quality yao manake ilikuwa haimshawishi mwalimu kupata nafasi. Kwa hiyo kwa sasa kupewa nafasi naweza nikasema kwamba
ni namna ambavyo usajili ulivyofanywa kwa baadhi ya timu zote mbili, sio Simba tu na Yanga, hata timu zote ukitazama hata Azam mwenyewe pia wakijaribu pia kutoa nafasi kwa vijana wao, na ndio maana kila msimu inalazimika kila timu pia zimepandisha vijana angalau watatu kutoka under 20 au la wasajili pia wazawa. Ni mikakati ya timu. Kwa hiyo binafsi nipende kwamba hauwezi ukawaanzisha vijana wote kwenye kikosi, kwa sababu timu ina wachezaji professional. Haya, sasa watu wameendelea kutoa maoni yao kuhusiana na mjadala wa siku ya leo unaosema, je, klabu zinawapa vijana wenye vipaji nafasi ya kutosha? Nina imani umepata maoni tofauti kutoka kwa watu mbalimbali namna walivyoweza kutoa maoni.